mara ya kwanza tunamwona bwana mdogo Ibra akitua pale nchini Kenya. Tunaona amekutana na viongozi wa juu kabisa ya serikali ya Kenya, na inaelezwa kwamba atakuwepo kule, lakini pia kuna show atafanya. Lakini pia hili ni kubwa kwa Ibra, kwa sababu Ibra bana tangu aondoka katika lebo ya Harmonize amekuwa akipata madili mengi sana. Makampuni yamekuwa yakimhitaji kufanya naye endorsement, lakini pia biashara kuwa mtangazaji wa bidhaa zao. Lakini pia tunaona ukiachilia mbali na hivyo, tunaona pia ana management yake, na katika watu wanaonekana kwenye management yake ni Mr. T Touch, au sio? Huyu ni producer mkubwa sana, na ni producer ambaye ni legend katika game ya muziki wa Bongo Flava. Kwa hiyo anafahamu rafu zote za muziki, na anafahamu ni kitu gani ambacho kijana Ibra ili aweze kuweza kupeleka career yake mbele. Kwa hiyo sasa hivi tunaona management ya Ibra imempeleka kule nchini Kenya kwa ajili ya kuweza kufanya ziara yake ya kimuziki na kukutana na viongozi wa Kenya. Nadhani kuna jambo kubwa ambalo wanataka kulifanya, lakini pia kama unafahamu, Kenya sio mara ya kwanza kupokea wasanii kutokea Tanzania kuweza kufanya nao kazi. Lakini pia tunaona katika mambo ya kibiashara, katika mambo mbalimbali, tunaona wasanii wana prepare kubwa sana. Na kama unavyojua sasa hivi kijana ana shine, na kiukweli ameweza kukutana na rais. Inasema ni kwamba amekutana na rais wa Kenya Mheshimiwa Ruto. Zilizo chini ya carpet ni kwamba anakutana na rais wa Kenya Mheshimiwa Ruto ili kuweza kuongea vitu kadha wa kadha, kwa sababu tunaona influence na nafasi ya msanii kwa jamii ni kubwa sana. Kwa hiyo tunaona sasa hivi thamani ya Ibra inazidi kupanda, na tunaona pia sasa hivi anapata show. Kwa hiyo dondosha maoni yako, hakikisha unabonyeza alama nyekundu, niambie ni lipi la kuongea la kutoa maoni kuhusiana na Ibra kukutana na rais wa Kenya. Dondosha maoni yako, hakikisha subscribe.